Mtazamaji wa Sauti ya Mtaa TV, kama tunavyofahamu kwamba kwenye sherehe mwenye sherehe ni MC. Yeye ndiye anayeendana na muda, yeye ndiye anayepangilia matukio na wakati gani yafanyike na wakati wa kumaliza sherehe ni MC. Mbele yako niko na MC ambaye amehudumu kwa siku ya leo katika sherehe ya ASA ya kidato cha 6. Atajitambulisha kwa majina, anaitwa nani, alafu pia tutazungumza naye machache kati ya mengi. Tumishi, karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Mohamed Ausi. Jina ni maarufu katika akaunti mbalimbali za mitandao, naitwa MC Mo Ausi. Okay, sawa. MC Mo Nivo. Ya, okay, sawa. Sherehe ya leo umeionaje? Sherehe ya leo ilikuwa ni ya kipekee, ni sherehe ya kidini, lakini ni sherehe ambayo ni ya kipekee kwa sababu imejaa matukio mbalimbali ambayo ni mazuri, lakini pia ni sherehe ambayo inawafungua watu kiroho na kuweza kumpenda Mwenyezi Mungu na kuweza kufanya kazi kwa Mungu. Okay, sawa. Naamini ulishahudhuria katika sherehe mbalimbali kama MC. Kuna utofauti gani kati ya kuhudhuria sherehe ya kikanisa na sherehe za kawaida zingine, au harusi au sherehe ya shule kwa ujumla? Tofauti kwa wapi? Utofauti uliopo baina ya sherehe mbalimbali na sherehe za kidini au sherehe ya kanisa ni kwamba sherehe ya kidini inakuwa katika misingi ya dini, nyimbo zinazotumika ni nyimbo za dini, hata mafundisho yanayopatikana katika sherehe hiyo ni mafundisho ambayo yanawajenga watu katika kumwamini Mwenyezi Mungu na kupata mambo ya dini. Okay, sawa. Katika sherehe ya leo, tukio gani ambalo limekufurahisha? Katika sherehe ya leo nimefurahishwa na tukio la gwaride, ambapo tumeona vijana mbalimbali katika tukio la leo wamefanya vizuri katika sherehe ya gwaride. Kwa nimevutiwa na sherehe ya gwaride. Nimevutiwa na kijana mmoja anaitwa Samuel Joseph Wambura. Miongoni mwa vijana ambao wamefanya vizuri katika tukio la leo la gwaride. Ulitarajia kuona kitu kama hicho? Kikweli sikutarajia, imekuwa ni surprise kwangu kwa kweli. Sawa. Tunaamini kwamba MC ndo mwenye sherehe kama nilivyokwisha kutangulia kusema. Je, kwenye mazuri hapakosi changamoto. Changamoto gani ambazo ulikuwa umeziona wewe si vyema sana zikajirudia katika sherehe nyingine inayokuja? Na katika sherehe ambazo zinafuatia, na shauri watu waweze kuwahi katika sherehe, kwa sababu tumepata changamoto ya watu kuchelewa kuhudhuria katika ukumbi na kuanza sherehe mapema. Kwa watu waweze kuwahi katika sherehe. Okay, sawa. Labda kuna jingine la kuongezea? La kuongezea tu ni kwamba kwa majina naitwa MC Mo Ausi, napatikana katika akaunti ya Facebook, Instagram na TikTok. Nipo kwa ajili ya sherehe mbalimbali na kwa gharama nafuu kabisa. Sherehe yako inafanyika vizuri, kama ni kitchen party, kama ni graduation, kama ni harusi mbalimbali au mikutano ya kisiasa, yote ninafanya kama MC Mo. Asante sana. Hapo natamani kufahamu, unapokuwa shuleni kama hapa, wanapokuwa wanafanya sherehe vidato mbalimbali, je, huwa unawatoza hela? Kiasi cha fedha ndio kinatozwa, ambapo ni tunakaa mezani kama ndugu, tunatozana kiasi kidogo cha fedha kama kifuta jasho kwa ajili ya kumsogeza MC. Kwa hiyo ni kiasi ambacho kinatozwa ni kidogo sana, lakini inakuwa ni rafiki kwa mtu mwenye shughuli kuweza kusimamia. Asante. Okay, nashukuru sana.